na mstari ule wa 19. Nisaidie pale kwa nguvu zote, anasemaje? Tazama nitatenda neno jipya. Naomba nisikie sote ukisema, maanisha unachokisema. Rudia tena. Nimesema kila mtu ana Bible yake tafadhali. Ukiojua kusoma ni jambo jingine. Anasemaje? Tazama nitatenda neno jipya. Tazama nitatenda neno jipya. Rudia tena. Tazama nitatenda neno jipya. Rudia tena. Tazama nitatenda neno jipya. Aha. Sasa litachipuka. Hebu sema sasa litachipuka. Sasa litachipuka. Sema mwezi huu litachipuka. Mwezi huu litachipuka. Sema mwezi huu litachipuka. Mwezi huu litachipuka. Sema mwezi huu litafanyika. Sema jambo jipya litafanyika, litachipuka, litainuka, litamea, jambo jipya. Je, hamtalijua sasa? Rudia tena. Je, hamtalijua sasa? Rudia tena. Je, hamtalijua sasa? Rudia tena. Je, hamtalijua sasa? Lakini 18 anasema, msianguke mambo ya. rudia tena. Msianguke mambo ya. Nikusikie tena. Msianguke mambo ya kwanza. Aniambie mwenyewe, sema nisiyakumbuke mambo ya kwanza. Rudia tena. Kwa sababu hatuwezi kujua mambo ya kwanza ni yapi uliyoyapitia. Amina. Inawezekana jambo jipya linavyokuja, Mungu amekuletea jambo jipya, unaanza kuwaza yaliyopita. Bwana apewe sifa. Amina. Sasa Mungu cha kwanza kabla hajakuletea jambo jipya, nataka cha kwanza usahau. Usiyakumbuke. Unanielewa eh? Bwana asifiwe. Narudia tena. Mungu anapokuletea jambo jipya, anataka kwanza akili zako zisahau yale ya zamani. Kwa tunapotarajia jambo jipya Mungu alifanye, yale ya zamani kwanza huwa umeshadelete ndani yako. Sio, unaelewa? Hauwezi kuweka divai mpya kwenye kiriba cha zamani. Yesu alisema hauwezi kuweka kilaka nguo mpya kilaka kikuu. Kwa hiyo Mungu anapokuletea jambo jipya, lazima jambo la zamani ufanyaje? Achana nalo. Yaani lala njaa jana, achana kulala njaa jana. Leo kuna chakula. Jamani, Bwana apewe sifa. Nisikilize. Wakati Samaria imepitia njaa kali, mavi ya njiwa yana thamani inauzwa. Chakula hakuna. Nabii Elisha akasema, nisikilize, kesho majira kama haya unga mzuri utauzwa kwa kipimo cha shekeli hapa katika lango la Samaria. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Nisikilize, hilo ni jambo jipya linakwenda kutendeka. Amesema, je, hamtalijua sasa? Nitafanya jambo jipya nalo litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Sasa linakuja jambo jipya. Nisikilize, unataka kupima akili. Nimekwambia mambo ya Mungu hayaendani na akili. Mtu mmoja akasema, upige string tafadhali kama uwezi nzima. Akasema hivi, mtumishi wa Mungu, unasema yaani mwaka mzima tunataabika na njaa, wewe unasema kesho unga utauzwa. Hii jambo litakuwaje? Tumelima wapi? Chakula kimepatikania wapi? Akasema, sasa nisikilize wewe bwana mdogo, jambo hili litakapotendeka wewe utaliona kwa macho yako, lakini utafanyaje? Hutakuwa. Unapotilia shaka kile Bwana amekisema kupitia watumishi wake, manabii wake, yule aliyesadiki kile ambacho Bwana amesema ndiye atakayeona likitendeka. Uliyetia shaka utaona wale waliosadiki imekuwa kwako, wewe utakuwa ni mshuhudiaji. Akamwambia utaona kwa macho yako, utakula. Jambo baya zaidi, watakukanyaga kwenye lango la Samaria, utafia hapo. Akamwambia wewe achana mimi wewe. Hivi leo kwa sababu mchanganyikiwa kwanza ni njaa kali tu hapo. Sema okay sawa. Mungu akafanya jambo kwa wale wakoma ngapi? Kesho majira yale yale chakula kipelekwa na nani? Aliyebisha alishawapi? Kukanyaga langoni na akafa. Sawa sawa na neno la Elisha mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo
Mungu anapoleta jambo jipya, akili zinaweza zisielewe. Jambo la Mungu zilipokee kwa akili. Akili zinaweza kuambia itakuwa jani, akili inakwambia 1 jumlisha 1 jibu lake ngapi? 2. Kwa unachukua kimoja na ongeza na kingine 2. Bwana asifiwe. Amen. Imani inakwambia 2 yao. Hivi mpatikanaje? 2 yao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa akili inakuuliza hii 2 imepatikanaje? Yaani akili inataka ielewe. Unaelewa? Ielewe. Kwamba okay, mimi ni mzee, mke wangu ni mkongwe, huyu mtoto atapatikanaje? Maanake kisayansi, kimaisha kawaida ifanyaje? Haiwezekani. Alafu ona niambia kwamba nitapata mtoto wa kiume. Hili jambo litakuwaje sasa? Unaona nivuruka malaika, litakuwaje hili jambo? Hizo ni akili zinapiga nini? Kelele. Biblia inasema Mungu alipompa ahadi Ibrahimu ya kwamba watoto watakaotoka kwenye viuno vyako ndio watakaorithi. Biblia inasema Ibrahimu akamwamini nani? Akamwamini nani? Ni mzee. Bwana alimwambia no, huyo mfanyakazi wako hatakurithi. Anayetoka kwenye viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Biblia inasema akamwamini Mungu, akahesabiwa jambo lile kuwa haki. Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 4 mstari wa 19 mpaka 22. Anasema Mungu alipompa ahadi Ibrahimu hakusita kwa kutokuamini, bali akiona ile ahadi hakusita kutokuamini, bali alipoiona ile ahadi akatiwa nini? Akatiwa nguvu. Bwana asifiwe. Akiyatarajia yale yasiyoweza kutarajiwa. Hiyo ni imani. Ndio maana naitwa baba wa imani. Aliamini yasiyoweza kuaminika, aliyasubiri yasiyoweza kusubiriwa. Amina. Amina. Kwa hiyo neno linapokuja la Bwana, yale ya kale weka pembeni. Sawa. Mwambie Mungu napokea hili. Hajai sijana nipitia nini? Hajai sijana nilipata majanga gani? Hayo sitaki niyakumbuke. Nasubiria kutoka kwako. Nisikia amina. Nisikia amina. Nisikia amina. Anasubiria jambo jipya, nisikia amina. Ambaye ameshapokea jambo jipya tayari, nisikia amina. Mimi nimekwisha kupokea jambo jipya, sijui wewe. Na sitaki nielewe sana, nahitaji tu niamini. Kwa sababu kuelewa ni kwenye akili, kuamini ni rohoni. Kwa sitaki nielewe sana, nahitaji tu uniamini. Imani ni kama mtoto mdogo. Yaani kimwambia mtaenda kununulia ndege, anaamini kabisa baba na hela atanunulia nini? Ndege. Na anataka kwa watoto zake. Baba ameshanunulia ndege, ananunulia gari. Sasa niulize hiyo gari hiyo ndio imani. Anaamini kwa baba ana hela, wana hela, yafanyaje? Halimuhusu. Anachoamini kwamba baba atanunulia ndege. Hiyo ni imani. Ukitaka kuleta ujuaji, utakunulia ndege mwanangu, unaanza kuuliza hizo hela anazipatia wapi? Babangu maisha yake anajua. Kipato chake si cha kungamua na super glue. Atanipatia wapi gari? Hizo ni akili. Imani inasema napokea. Naamini itakuwa, itatendeka. Sema amen. Amen. Nisikie tena amen. Amen. Nasema nisikie tena amen. Amen. Nasema nisikie tena amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa nasema nitafanya jambo jipya. Amesema litachipuka sasa. Je, hamtalijua na kuliona sasa? Kwa mimi nataka sasa, sio kesho. Kesho ni ya kwako, sasa ni ya Bwana. Nami nasema sasa pokea jambo jipya. Narudia tena, sasa pokea jambo jipya. Likachipuke jambo jipya. Unanishangalia kunishangaza. Nimeshamaliza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ufunuo Yohana
21. Mstari wa 3 mpaka wa 6. Anasema, nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, Emanueli. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwako tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwako. Zingatia hilo neno, narudia tena, naye atafuta kila chozi. Kwenye mwanzo mpya unapanguswa machozi. Amen. Inawezekana kwenye maisha ya kale kulikuwa na vilio, huzuni. Anasema no, nitakufuta machozi. Alafu kwenye mwanzo mpya sasa anasema wala mauti haitakuwako tena. Wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwako tena. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hebu sema kwa jina la Yesu. Yale mambo ya kwanza, mateso ya kwanza, huzuni za kwanza, vilio vya kwanza, kutapeliwa kwa kwanza, kudhulumiwa kwa kwanza, magonjwa ya kwanza, kwa mamlaka ya jina la Yesu hayatakuwako tena kwenye mwanzo mpya. Hayatakuwako tena mwezi wa 6 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Napokea mambo mapya, napokea jambo jipya, ninaumbiwa jambo jipya kwa jina la Yesu. Nakataa maumivu ya kwanza, nakataa mateso ya kwanza, nakataa kudharauliwa kwa kwanza, nakataa Bwana kwa jina la Yesu yale mateso, yale mauti, yale ule huzuni, kukataliwa, ninakataa. Sema ninakataa, sema ninakataa yale maisha ya kwanza, sema ninayakataa, sema tena ninayakataa. Ninapopokea jambo jipya sitaki kuyakumbuka ya kwanza, nayafuta mambo ya kwanza kwenye akili yangu. Sema nayafuta mambo ya kwanza kwenye nafsi yangu. Sema nayafuta mambo ya kwanza. Hebu simama, sema nayafuta, nayafuta. Sema nayafuta, nayafuta. Bwana amesema nisiyakumbuke, nami nayafuta kwenye akili. Sema nayafuta kwenye nafsi. Sema nayafuta, nayafuta kwa damu ya mwana kondoo Yesu. Amesema mambo ya kwanza yamekwisha kupita, vilio vimekwisha kupita, misiba imekwisha kupita, mateso yamekwisha kupita. Oh, mwambie Bwana imekwisha kupita. Nipo kuyasahau ya kale, nipo kuyasahau ya kale. Sijajua kale yako ilipitia nini, sijajua kale yako ilipitia changamoto gani. Ni saa kumwambia Baba nafuta. Simama mtu wa Mungu, omba, sema nafuta, nafuta, nafuta. Mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Oh, utasa umekwisha kupita, ugumu umekwisha kupita, huzuni zimekwisha kupita, vifungo vimekwisha kupita, magonjwa yamekwisha kupita. Bwana ninakataa mambo ya kwanza, ninakataa mambo ya kwanza. Umesema nisiyakumbuke mambo ya kwanza, wala nisiyatafakari mambo ya zamani. Ninakataa mambo ya kwanza ya kutokolewa kwenye familia zetu. Ninayafuta, ninayafuta. Sema ninayafuta mambo ya kwanza ya kutokujenga, mambo ya kwanza ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Napokea jambo jipya la kujenga, jambo jipya la kununua kiwanja, jambo jipya Bwana Mungu wa majeshi ya safari, na jambo jipya la biashara, jambo jipya la kazi, jambo jipya napokea. Nakataa mambo ya kwanza, mambo ya kwanza yamekwisha kupita, mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Jiambie mwenyewe kwenye nafsi yako, yale uliyopitia yamekwisha kupita. Acha kufikiria mambo ya kwanza, acha kutafakari mambo ya kwanza. Mwambie yamekwisha kupita. Kisukari imekwisha kupita, kansa imekwisha kupita, ukimwi umekwisha kupita, presha imekwisha kupita. Mwambie nakataa mambo ya kwanza, nakataa
linapasua. Nasema liko jambo jipya kwenye mifugo yako inakufa. Nasema liko jambo jipya. Anza kujitabiria. Napokea jambo jipya kwa shule yangu, watoto kuongezeka mwezi wa 6, mwezi wa 7, napokea kwa damu ya Yesu Kristo. Piga kelele, liko jambo jipya linatokea, liko jambo jipya linachipuka. Amesema litachipuka sasa, hamtaiwa sasa, nami naamini sasa linachipuka, sasa linachipuka. Ni neno la Bwana, kila alivyosema ndicho kitakachokuwa, kama alivyosema ndivyo itakavyokuwa, kama alivyosema ndivyo atakavyofanya jambo jipya. Sijakusikia. Nasema sijakusikia. Nasema sijakusikia. Liko jambo jipya. Nasema liko jambo jipya. Nasema liko jambo jipya. Ndio, liko jambo jipya. Nasema liko jambo jipya. Liko jambo jipya. Liko jambo jipya. Liko jambo jipya. Tutakwenda kuliona muda si mrefu. Nitakwenda kuchipuka muda si mrefu. Mwambie moyo wangu jipe moyo. Nafsi yangu jipe moyo. Liko jambo jipya Bwana anakwenda kututendea. Liko jambo jipya Bwana anakwenda kutufanyia. Nafsi yangu, futa machozi yako. Futa machozi yako. Muda wa kulia umekwisha. Muda wa huzuni umekwisha. Uko wakati wa furaha. Uko wakati wa kuburudisha moyo. Uko mbele yetu nafsi. Uko mbele yetu nafsi. Hebu omba, piga kelele yako. Liko jambo jipya. Liko jambo jipya Bwana anakwenda kulitenda. Liko jambo jipya Bwana anakwenda kulifanya. Ilikuwa ni wakati wa huzuni, wakati wa kuonewa kazini, wakati wa kunena vibaya kazini, wakati wa kudhulumiwa kazini, wakati wa kuteswa kule kazini. Tabiri moja mwezi wa 6. Mwambie kama Bwana alivyosema kwa kinywa cha mtume wako. Liko jambo jipya mwezi wa 6. Liko jambo jipya mwezi wa 6 linakwenda kufanyika kazini. Nasema liko jambo mwezi wa 6. Bwana, mateso niliyoteseka mwezi wa 5, mwezi wa 4, mwezi wa 3, wa pili, wa kwanza, umesema mwenyewe Bwana, mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Bwana, nami nasema yamekwisha kupita. Yale mambo ya kwanza yamepita. 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 Huzuni zimepita. Mateso yamepita. Kutukana kumepita. Bwana, pokea heshima. Napokea heshima. Bwana, chipusha heshima. Bwana, chipusha heshima. Chipusha Bwana mafanikio. Chipusha Bwana. Chipusha. Umesema utachipusha jambo jipya. Bwana, chipusha jambo jipya. Chipusha jambo jipya. Chipusha jambo jipya. Omba. Niambie, kitamki jambo jipya. Jambo jipya. Jambo jipya. Jambo jipya. Jambo jipya. Mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Mwambie nafsi, mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Siyataki mambo ya kwanza kwenye msimu mpya, kwenye mwanzo mpya. Napopokea jambo jipya, sitaki mambo ya kwanza niyaone. 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 Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Mstari wa 5 anasema, na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema. Sio anza, amesema ni yeye aketie. Anasema, tazama na yafanya yote. Tazama, tazama, tazama,
akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Akasema, akaniambia, imekwisha, 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 imekuwa ipi? Tazama nafanya mambo yote kuwa mapya. Tazama nafanya mambo yote kuwa. Akaniambia imekwisha kuwa. Nami nakwambia imekwisha kuwa, kwamba amefanya jambo jipya tayari. Imekwisha kuwa. Sema tena, imekwisha kuwa. Sema tena, imekwisha kuwa. Sema imekwisha kutendeka. Sema imekwisha kufanyika. Lile jambo jipya tayari. Sema tayari. Sema tena tayari. Ongea kwa ujasiri, tayari. Sema lile jambo jipya. Sema lile jambo jipya kutoka kwa Bwana. Sema tayari. Sema tena tayari. Hebu sema tena tayari. Sema tayari imeshafanyika. Sema tayari imeshatendeka. Hebu sema tayari. Piga kelele, sema tayari. Sema tena tayari. Maana yeye amesema imekwisha kuwa. Sema imekwisha kuwa. Yeye amesema imekwisha kuwa. Sema imekwisha kuwa. Sema mambo yote anayafanya kwa mapya. Sema napokea jambo jipya sasa. Sema napokea jambo jipya alilolifanya Bwana, alilotengeneza Bwana, aliloliumba Bwana. Sema napokea. Mara ya kwanza napokea, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya mbingu zikusikia, mara ya tano malaika kusikia, mara ya sita Baba kusikia. Sema tena napokea. Sema napokea. Mara ya saba sema napokea kwa jina la Yesu. Na iwe kwako kama ulivyosema. Sema amen. Sema amen. Mambo ya kwanza yamekwisha kupita, naye anafanya mambo yote. Mambo kazini, mambo maisha yako, mambo watoto wako, mambo kwenye familia, mambo kwenye kazi yako, biashara, kwenye mifugo, kwenye kilimo. Sema tena yote anayefanya kuwa mapya. Acha kutembea na akili za kizamani. Kuna jambo jipya. Kuna jambo. Sema jambo jipya. Mimi nishapokea. Si ameshayafanya tayari yote kwa mapya. Tayari wapi? Rohoni tayari. Mchakato kulitoa huku kuja huku mwilini ulione sasa maombi yako. Ndio vivi tu. Ameshafanya yote kuwa mapya yote. Tayari ameshafanyika, mimi nakwambia. Ila sasa kuna kazi ya kufanya, kuyatoa yale tayari yashafanyika, yaje uyaone.